Ni muhimu Al-Mohamed kuwa na ukomo katika nafasi ya viti maalum. Kuna baadhi ya watu wamejimilikisha udiwani wa viti maalum ama ubunge wa viti maalum, kitu ambacho si kizuri, kinatoa fursa kwa wengine ambao watu wanahitaji fikra mpya. Lakini kwa nini ujimilikishe viti maalum? Na changamoto inaanzia kwenye uongozi wa chama wenyewe. Mimi naweza kwa upande mwingine nisiwalaumu wa madiwani ama wabunge wa viti maalum, lakini nawalaumu viongozi wa vyama vyao, viongozi wa juu, kwa sababu hizi nafasi ni nafasi ambazo zinateuliwa na watu wachache sana, na hufanyi kampeni za kupiga kura kama ambavyo nakwenda kugombea kwenye jimbo. Hizi ni ndani ya chama. Kwa hiyo kuna mianya ya rushwa kwanza ipo, inachangia, na kwa sababu mtu akishakaa zaidi ya miongo miwili kwenye udiwani wa viti maalum ama ubunge wa viti maalum, wewe mwingine kuja kumtoa huyo ni ngumu, kwa sababu tayari ameshakuwa kiuchumi, na wajumbe kumbuka wanahesabika. Si unanielewa Al-Mohamed? Wajumbe wanahesabika. Kwa hiyo lazima vyama viweke utaratibu wa ukomo wa nafasi za viti maalum kuanzia udiwani mpaka ubunge, kwamba miaka miwili basi inatosha, uwape nafasi watu wenzio, kwa sababu lengo la viti maalum ni kutoa nafasi ya kuweza wengine nao kuweza kukitumikia chama. Lengo la kwanza la viti maalum ni kutumikia chama na wananchi. Unapomwona mbunge wa viti maalum hawapangiwi wala hana majukumu katika jimbo kama anavyokuwa mbunge wa jukwaa, kwa sababu yeye anapigiwa kura na wananchi. Lakini huu mbunge wa viti maalum ni wajumbe wa chama ambao yeye kazi yake kubwa anakuwa ni kukitumikia chama, kuandaa mikutano ya chama, mikutano ya jimbo. Kunapokuja ugeni kama hivi, yeye anatakiwa kukichangia chama. Lakini unapopewa nafasi ile unatakiwa ujikuze, ukue, ili uweze kusimama kwa miguu yako kwenye jimbo. Lakini mtu anaona kwamba mimi nikisimama kwenye viti maalum kwa sababu tayari nina nguvu, hakuna mtu akuning'oa, na sio sawa. Kuna wengine ambao wanachipukia, wana uwezo mkubwa, lakini tunahitaji fikra mpya. Mimi nakubaliana kabisa na wadau mbalimbali ambao wanatamani ama wangependa kuwepo kwa ukomo wa viti maalum kuanzia udiwani mpaka ubunge, ili kuweza kutoa nafasi kwa wengine. Wanawake wanajitokeza kuwania hizo nafasi zao za viti maalum, ama unasema watu wasije na ukomo alafu wanawake ni hao? Ni Al-Mohamed, watu katika viti maalum wako wanawake wanaojitokeza katika viti maalum. Al-Mohamed, watu ni wengi sana wanaojitokeza katika kugombea, lakini changamoto inayokuja, na kuambia hii na kurudia tena, changamoto inayokuja katika nafasi hizo, wewe unakwenda kugombea na diwani wa viti maalum ambaye tayari amekaa miaka mitatu kwenye baraza la udiwani, yuko vizuri kiuchumi. Unakwenda kugombea nafasi ya ubunge viti maalum na mtu ambaye amekaa takribani miaka mitano. Wewe ni mbunge tu wa viti maalum toka ateuliwe, hajawahi hata siku moja kuanza kwamba mimi kwa hapa nilipofikia hii miaka mitano, hebu nende nikagombee kupitia jukwaa. Mimi nawapongeza sana wale wanawake wenye uthubutu ambao wameweza kugombea nafasi za ubunge wa jukwaa, kama kina Msavata Vangu, kina Ali Mamdee. Niwapongeze sana hawa wabunge wa viti maalum. Kwa kweli lazima wawekewe ukomo, ili mtu anapopata nafasi ya ubunge ajue kabisa kwamba mimi nitatumikia nafasi hii kwa miaka miwili, mwaka unaofuata aidha niende nikagombee ubunge wa jukwaa ama nipumzike. Tunarudi. Mishemishe, thamini mianga